kuipa uhai. Kwa Mkapa hatoki mtu, tunakwenda kuirejesha upya. Kwa Mkapa hatoki mtu, tunakwenda kupata alama 3 za kwanza katika uwanja Benjamin Mkapa, na hilo kwetu linawezekana mno kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo. Sio kwa sababu Stade Malien tayari wamefuzu na hivyo hawana cha kupoteza, lakini kwa sababu Simba imeimarika sana hivi sasa, na Simba imekuwa bora sana hivi sasa, na Simba wachezaji wake wengi, ubora umeongezeka, plus wale ambao wamekuja dirisha dogo, na Simba imekuwa mpya sana. Kesho tutakwenda kushuhudia boli bora, tutakwenda kushuhudia mpira wa maana kweli kweli, na wana Simba watafurahi. Na kimsingi tumeanza maandalizi ya Champions League ya msimu ujao, kwa hiyo tunaanza kuiandika kwa Mkapa hatoki mtu kesho mpaka msimu unaokuja tukiwa hai. Semaji, moja ya vitu ambavyo pia Simba wapo chini yao, wakati wao walikuwa wakihesabu Simba juu na pengine wao wakawa nafasi ya pili. Hii inawezekana imeshangaza timu nyingine Afrika? Sio timu nyingine, dunia nzima imeshangaa. Yes, mpaka watu wa Ulaya huko wanatuuliza Simba imekuaje, hatujawazoea namna hiyo. Sio tu hamjafuzu, lakini mmeshika nafasi ya 4 kwenye group, na msiseme nafasi ya mwisho, semeni nafasi ya 4. Kwa hiyo watu huko wanatuuliza, wa Ulaya, wa Asia, wa Amerika Kaskazini, wa Amerika Kusini, wanatuuliza, wanashangaa. Ni katika maajabu makubwa ya dunia hii kwamba Simba inakuaje inashika nafasi ya 4. Lakini ni kawaida kwenye mpira wa miguu. Ni kawaida, inatokea mwaka mmoja mambo yanakwenda arijojo kwa upande wenu. Sisi mwaka huu mambo hayakuwa mazuri kwa upande wetu. Ziko sababu nyingi, lakini zote tumeshazifanyia kazi, na Simba sasa imekaa imara, na tunaanza maandalizi msimu huu kuelekea msimu unaokuja. Tunajiangalia sisi zaidi. In fact hata hizo alama 5 zenyewe hakuna kitu kitatusaidia calculatory, lakini tunachofanya sisi ni kushinda. Hata kama tukishinda tutapata alama 1, sisi we are very fine, lakini tunachohitaji sisi ni kushinda, na insha Allah naamini tutashinda kwa aina ya timu tuliyokuwa nayo, maandalizi tuliyokuwa nayo. Ushindi utakwenda kupatikana siku ya kesho, na tukifikisha alama 5 itakuwa ni jambo bora. Ni jambo bora sio kwa sababu kuna wengine wana alama 5, ni jambo bora kwa sababu tumefikisha walau alama 5, lakini muhimu zaidi tumeshinda Benjamin Mkapa, our home ground. Na nataka kuweka heshima kwenye mechi. Nataka kuweka heshima kama ambavyo nimekuambia. Kama coach wa Stade Malien anashangaa kuiona Simba yuko chini yake, ndivyo dunia nzima inavyoshangaa. Kwa hiyo tukipoteza mchezo wa kesho, maana yake dunia inazidi kushangaa zaidi kwamba inakuaje Simba mwaka huu. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuishangaza dunia, hatuko tayari kuendelea kuipa huzuni Afrika, kwa sababu Afrika inahuzunika kwa Simba kushindwa kufuzu kwenda robo finali, na hatua ya robo finali itadorora kwa namna moja ama nyingine kwa sababu Simba Sports Club hayupo huku. Kwa hiyo hatuko tayari kuendelea kuisononesha Afrika, yani kushinda hata mchezo moja, hatuko tayari kwa hilo. Mtazamaji, mbali na kuwa ni Jumamosi, mechi ni saa 1 kamili usiku, ni tarehe 14, wako ambao ni siku maalum kwa ajili ya kusherehekea siku ya wapendanao. Naambia nini? Kesho siku ya wapendanao, Valentine Day. Kesho ndo siku ya wapendanao. Wale wandani na kapo zao au wale watu wenye, tukisema wale watu wenye mahaba yao, waje na wenza wao, waje wapate burudani na kuonesha mapenzi zaidi. Njoo nao wote, njoo nao wote, ndio sisi yetu tujaze uwanja. Kwa mfano ukiamua zako bwana Wile uje na wachumba zako wote 5, maana yake automatic sisi tunakwenda kujaza huu uwanja kwa wepesi zaidi. Kwa hiyo kama una wapenzi wengi, waoneshe mapenzi yenu. Njoo nao Benjamin Mkapa. Dada una mister
Hauna? Okay, basi njoo peke yako ufurahie Simba Sports Club. Lakini usijisikie unyonge. Kama utahitaji company, I'm here. Niko hapa kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo na kuisherehekea Simba Sports Club ikifanya maajabu yake katika siku ya tarehe 10. Rangi yetu ni nyekundu, ndio ambayo tutavaa kesho uwanjani kwa wachezaji na majukwani kwa mashabiki, kwa sababu tuko nyumbani, kwa lazima tuvae jezi yetu nyekundu, jezi ya mauaji, jezi ya kumwaga damu. Kwenye mitandao ya kijamii nakutana na watu kwamba mchezaji sasa ana mapenzi na Yanga. Hata pia nimeona media habari wa Yanga Hansi Rafael ameandika pia nimeona kwamba yeye ni nani mpaka kwamba mchezaji wetu mapenzi na Yanga. Mimi pia akakujitia na kwamba muda kuongea ukisema yeye hata pia kwa chama aje wachezaji kwanza na mapenzi na Yanga. Unafanya naye mapenzi? Hapana, ana ni kama timu anayoiunga. Yaani umesema Mpanzu ana mapenzi? Wanafanya mapenzi? Hapana, anaikubali. Kwa hiyo anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi? Mmoja anaikubali kama anapenda, anaipenda. Si Mpanzu ana mapenzi na Yanga? Anapenda, anapenda kuitumikia. Mpanzu ana mapenzi na Yanga Kwa kuitumikia, lakini maana yake wanafanya mapenzi. Na anayemfanya mwenzie nani kwenye hayo mapenzi ya Mpanzu na Yanga? Muulizeni Hansi, nani hapo anayefanywa? Kufanywa. Ana mapenzi na Yanga kwa maana kwamba anaipenda. Kama wewe unapoipenda Simba, wewe unaipenda Simba. Nyinyi kawaulizeni sasa vizuri. Kama ulizeni huyo bwana. Umesema Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Sasa nani? Kwa hiyo wanafanya mapenzi. Hapana, semaji. Jambo la kwanza kabisa. Alafu akisha kujibu wanafanya mapenzi, sio na mapenzi? Nani anafanywa hapo? Sasa majibu yako hivi ni kwamba yani hana furaha akiwa Simba. Ila yeye